Leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa kibali ili tuweze kujifunza na kuweza kusoma maisha yetu. Naomba niombe. Baba, katika jina lenye uweza damu ya Yesu Kristo, na kurudisha sifa na utukufu kwa wema wako. Asante kwa neema uliyotupa Mungu. Asante kwa mkono wako wa neema. Asante kwa mkono wako wa nguvu. Asante kwa mkono wako wa mamlaka ambayo Bwana umetupa tena leo. Na kurudisha sifa na utukufu maana Bwana umetupa kibali kingine leo. Umetupa neema nyingine leo. Umetupa msaada mwingine Mungu mwenye nguvu. Ili tuweze kusema, uweze kusema na maisha yetu. Ili uweze kusema na akili yetu. Ili uweze kusema nasi kwenye siku ya leo. Baba, naikabidhi ibada yetu ya leo kwenye mikono yako mtakatifu. Nikiomba Bwana neema yako, uweza wako, nguvu zako zikae pamoja nasi. Ukasimame pamoja nasi. Ukanguse kila mmoja wa jinsi ya ajabu. Katika uweza wa damu na kondoo. Kila adui kutokea kuzimu. Kila mamlaka kutokea kuzimu. Na mfunga ewe shetani hana mamlaka kwenye ibada hii. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Naomba nisome kwenye kitabu kile cha Waamuzi sura ya 6 na mstari wa 25. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, amtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate Ashera iliyo karibu nayo. Haya ni maagizo ambayo Mungu anampa Gideoni. Gideoni alikuwa amejificha katikati ya mlima. Siku moja akatokea na malaika. Malaika alipomtokea akamwambia, ewe shujaa. Gideoni akamuuliza, shujaa ni? Shujaa yuko? Shujaa yupi? Alipomwambia shujaa, Gideoni alishtuka sana. Akamwambia, yule malaika akamwambia, yani akamwambia, ewe shujaa. Gideoni akatafuta huyo shujaa yuko wapi? Ndio ghafla akamwona malaika. Alipomwona malaika, akaona malaika anamwangalia yeye Gideoni. Sasa Gideoni akajishangaa, anaitwaje shujaa? Sasa wakati malaika anaongea na Gideoni akajiuliza kuna nini? Akamwambia yule malaika, yuko wapi yule Mungu aliyezaa bahari ya Shamu? Yuko wapi yule Mungu aliyefanya mambo makuu? Na malaika bwana anamwambia, wewe shujaa. Sasa baada ya kuongea na yule malaika akampa kitu cha kwanza kufanya. Akamwambia, kaiangamize madhabahu ya Baali baba yako. Kumbe baba yake Gideoni alikuwa na madhabahu ya kichawi, madhabahu ya kishetani, madhabahu ya kuzimu. Somo langu leo ni kujitenga na imani za kishetani za familia. Kujitenga na imani za kishetani za familia. Tunachukua familia zetu za Kiafrika, tumekuwa kwenye maisha ya kishirikina. Tumekuwa kwenye maisha ya kichawi. Tumekuwa kwenye maisha ya kurehi. Ni kwa mfano, hakuna mtu aliyezaliwa Mkristo, au hakuna mtu aliyezaliwa Muislamu, au hakuna mtu aliyezaliwa mpagani, ila unajikuta unakuwa sawasawa na familia uliyoikuta. Wewe ni Muislamu, au wewe ni Mkristo, au wewe ni MKKT, au ni Mroma, au ni Protestant, unakuta wewe umekuwa hivyo kwa sababu umemkuta baba anasali huko, umemkuta mama anasali huko, umekuta familia uliyoikuta, umeikuta mazingira ya imani ya familia uliyoikuta, na utaishi kwenye mazingira yale. Na ndio maana tulijikuta kwamba tunaweza kwa waganga wa kienyeji kwa sababu kule kijijini tulikozaliwa au kwenye familia tulikozaliwa walikuwa kwa waganga wa kienyeji. Tulijikuta tunasali kanisa fulani kwa sababu tumeikuta ile familia tuliozaliwa ndani yake wanasali pale. Kwa hiyo unaikuta kwamba tunarithi imani tunazokuta kwenye familia. Sasa kuna imani ambazo tumebirithi, ambazo imani hizi ni za kishirikina, ni za kichawi, ni za kuzimu, ambazo zinayafunga maisha yetu tusitoke. Inafunga maisha yetu mambo yasibadilike. Inafunga maisha yetu tusipokee kila ambacho Mungu amekiweka.
Na ndio maana unakuta kwamba kuna vitu viko ndani ya maisha yetu ambavyo vitu hivi visipovunjwa hatuwezi kushinda. Sasa unamwona Gideoni amezaliwa kama shujaa. Amezaliwa kama shujaa anakuja kuwaokoa wana wa Israeli kwenye matatizo. Lakini ule ushujaa hana, ndani yake amejaa hofu, wasiwasi, mashaka. Lakini yule malaika alipomtokea alimwambia kaivunje ile madhabahu ya Baali baba yako. Ukishaivunja ile madhabahu tayari wewe ni shujaa. Na kweli Gideoni alipoivunja ile madhabahu, ushujaa wake ukaanza kuonekana. Na wewe inawezekana ya kwamba una imani za kichawi, kuna imani za kishirikina, kuna imani za kuzimu ambazo umezirithi kutoka kwenye familia, ambazo imani hizi zinaweza zikazuia maisha yako, zikazuia kesho yako, zikazaa magonjwa kwenye maisha yako. Kwa sababu kuna mambo ambayo tunayarithi kwenye familia ikawa magonjwa. Yako magonjwa ya kurithi, yako matatizo ya kurithi ambao unakuta kwamba familia mabinti hawaolewi, au familia unajikuta kwamba wakiolewa ndoa zinavunjika, au familia kuna ugonjwa fulani upo, au familia wanakufa kwa miaka wakiwa na miaka fulani, wakiwa vijana, wakiwa hawajatimiza umri, wakiwa kwenye hali fulani, au unakuta familia watoto hawasomi, au familia mambo ya elimu. Yako matatizo ya kifamilia ambayo yanakumba karibu watu wote wa familia. Unakuta asilimia sema wote, mwanafamilia yeyote unakuta hilo tatizo lipo. Kwa sababu unakuta kwamba kuna mwingine, kila familia anakuwepo kilema. Yupo. Baba alikuwa anazaa mtoto mmoja kilema, katika watoto wake kuna mtoto mwingine akazaa kilema, katika mjukuu wake kuna mmoja kilema. Kwa sababu gani? Ni roho ya kifamilia imo, ambayo hiyo isipovunjwa hauwezi kufanikiwa, ambayo leo lazima tuipige mamlaka za kichawi za kwenye familia ambayo tumezirithi kutoka kwa wazee wetu, tumezirithi kutoka kwa wazazi wetu, tumezirithi kutoka kwa ukoo. Unaona kawa Timotheo wa pili ile sura ya 1 na mstari wa 3 hadi wa 5. Namshukuru Mungu nimwabudie kwa dhamiri tangu zamani za wazee wangu, kama vile nikukumbukavyo wewe zaidi katika kuomba kwangu usiku na mchana, nikiyakumbuka machozi yako. Natamani sana kukuomba ili nijawe na furaha, nikumbuka imani iliyonayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika nyama yako Loisi na katika mama yako Eunike. Nami nasadiki wewe unayo, nami nasadiki wewe nawe unayo. Naona huyu Timotheo anamwambia, huyu ni Paulo anamwambia Timotheo, anaikumbuka imani aliyokuwa nayo bibi yake Loisi. Imani anayoiona ndani ya Paulo aliona kwanza kwa bibi yake Loisi, baada yake ikaenda kwa mama yake Eunike, baadaye ikaenda kwa Timotheo. Kwa hiyo Timotheo anapigia kuomba, ana kiu ya kuomba, ana kiu ya kuja kanisani, kwa sababu kuna imani ambayo bibi alijenga. Kuna kitu ambacho bibi alikifanya kwenye ujana wake au kwenye maisha yake. Kile kitu anatirithisha kwa mwanae ametirithisha kwa bibi, kwa mtoto. Unaona sasa, na ndio maana tunaanza kujua hivi. Biblia inasema hivi, mfundishe mtoto katika njia ya haki, hata iacha hata atakapokuwa mzee. Sasa sisi tunajikuta kwamba tumelelewa kwenye maisha ya kishirikina, kwenye maisha ya kichawi. Unamwona huyu Timotheo amerithi imani ya bibi. Sisi leo ukisema umerithi imani ya bibi, maana yake umerithi uchawi, maana umerithi uganga kienyeji, maana umerithi ushirikina. Kwa sababu unajikuta ya kwamba bibi zetu walikuwa chini ya waganga wa kienyeji, walikuwa chini ya wachawi. Na kwa sababu hiyo unakuta maisha yetu yanakuwa magumu, maisha yetu yanakuwa na matatizo, shida, ugomvi, vurugu. Unakuta familia yetu ukaa pamoja, familia yetu kuongea pamoja, familia hamwezi kusikilizana, kwa sababu adui hataki, shetani hataki, amefunga. Sababu gani? Kuna imani za kichawi, kuna imani za kishirikina, kuna imani za shida aina mbili. Kuna imani tunasema ziko aina mbili, au kuna vifungo viwili vya kiimani za kishirikina kwenye familia. Ziko aina mbili tofauti. Aina ya kwanza unaikuta hivi,
ni familia imelogwa. Yaani kuna mtu ameiloga familia yenu. Moja. Mbili, unaikuta kwenye familia yenu kuna mchawi. Hivi ni vitu viwili tofauti. Ya kwamba unakuta kwamba kwenye familia yenu tayari unaweza kuona watoto wa baba mdogo au watoto wa shangazi au watoto wa mama mdogo au watoto fulani waliwafunga, kwa sababu unakuta hivi kwenye maisha ya Kiafrika tunaweza kukaa pamoja kama familia. Ndio watoto wa baba mdogo, watoto wa mama mdogo, watoto wa shangazi, tumekaa wote. Lakini mmoja akiamua kukuonea wivu, anaweza kwenda kwa mganga wa kienyeji. Anaweza kwenda kukufunga. Anaweza kwenda kufanya jambo. Au unakuta baba mdogo hajafanya na maisha ya watoto. Akiona wanafanikiwa, wao wanasoma, anaenda kwa mganga wa kienyeji. Kuna kuifunga familia. Inakuwa imefungwa. Kwa hiyo mnajikuta kwamba kuanzia baba mpaka mtoto mmefungwa. Maisha yaendi kwa sababu fanya nini? Mmefungwa. Hamfanikiwi kwa sababu kuna mtu kwenye familia amewafunga. Unajikuta kwa hiyo hamwezi kwenda kwa sababu ya tatizo hilo. Na nimekuambia kwamba tatizo lingine ni kuna mchawi kwenye familia. Mchawi kwenye familia siku zote akiwepo mchawi kwenye familia, huyu mchawi huwa anang'ang'ana kuwa kuhani wa familia, kuwa kiongozi wa familia, kuwa yeye ni kiongozi wa kiroho wa familia. Kwa unajikuta ya kwamba maisha yenu hayaendi, hamfanikiwi kwa sababu kuna kiongozi wa kiroho wa kichawi wa familia ambaye anakamata familia, anaizuia familia, anaifunga familia, anailoga familia. Kwa hiyo familia ina matatizo, familia ina shida, familia ina kifungo kwa sababu haipiti. Ambapo leo lazima tuwafike, tuwaangushe kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna kiongozi wa kichawi wa ukoo wa familia, apigwe arudi kuzimu, usimame leo kwa jina la Yesu Kristo. Unapokuwa umeokoka, wewe ni kuhani wa Mungu, wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe ni kiongozi wa kiroho wa familia yenu. Unatakiwa kwamba wewe ndio usimame kama mtumishi wa Mungu. Wewe ndio usimame kama kiongozi wa kiroho. Wewe ndio usimame kama mtumishi wa Mungu aliye hai. Maana yake wewe ndio mchungaji wa familia yako, wewe uliokoka. Lakini unajikuta ya kwamba kwenye nafasi yako kuna mtu kasimama, lakini ni mwanga. Kila familia ina kiongozi wake wa kiroho, ama wa kutoka kwa Mungu au wa kutoka kwa shetani. Kwa hiyo unajikuta ya kwamba kwenye familia hii kuna wachawi, kuna washirikina, ambao washirikina hawa kwa sababu ya kwenda kwa mganga wa kienyeji wanataka kuwa kiongozi wa kiroho wa familia. Na anapokuwa kiongozi wa kiroho wa familia, mganga wa kienyeji anaisambatisha familia, anaifanya familia haikai pamoja, anaifanya familia haisikilizani, anaifanya familia hawawezi kuongea. Kwa hiyo hapo sasa familia haiwezi kusikia, hakuna mtu anasikia mwingine. Na ikiwa hivyo unakuta ya kwamba mnachokifanya ni yale mambo ambayo mganga wa kienyeji ameamua kwenye familia yenu. Lakini leo nataka tuwasambaratishe au makuhani wa kichawi waliokaa kwenye familia. Unamwona Gideoni alizuiliwa kwenda kwenye maisha yake ya ushindi, alizuiliwa kwenda kwenye hatima yake, alizuiliwa kwenda kwenye nyota yake, alizuiliwa kwenda kwenye mafanikio yake kwa sababu kulikuwa na kuhani wa kichawi. Baba yake alikuwa ni kuhani wa kichawi, na baba yake sababu ni kuhani wa kichawi, yeye ndiye kiongozi mkuu wa familia, yeye ndiye mchungaji, yaani ndio kiongozi wa kiroho wa familia. Kuwa kiongozi wa kiroho wa familia lazima uamue kuangusha chini wale viongozi wa kiroho wa familia. Usimame wewe. Usiposimama wewe, hata ukiomba inakuwa ni vigumu kukusanya familia pamoja, inakuwa ni vigumu kuiweka familia pamoja, inakuwa ni vigumu kuiondoa familia kwenye misingi ya kichawi. Kwa hiyo siri ya kwanza ya kuiondoa familia kwenye misingi ya kichawi, lazima wewe uwe kuhani wa familia. Uhakikishe kwamba nimewaangusha wale wachawi, nimewaangusha wale wasoma nyota, nimewaangusha wale mizimu, nimewaangusha wale waganga wa kienyeji, wameanguka chini. Sasa mimi natawala, mimi ndio kuhani wa familia, mimi ndio kiongozi wa familia, mimi ndio mwenyewe. Kwa hiyo ukishakuwa vile, tayari wachawi wanakuwa hawana nguvu kwenye familia yenu, hawana uwezo kuitawala familia, hawana uwezo kuiongoza familia. Nimesema siku zote ya kwamba
chochote unachokiona kwenye mwili huwa kinaongozwa na rohoni. Unapoiona familia yako ilivyo, ujue kabisa kuna nguvu ya rohoni inayoiongoza. Unapoiona familia haikusikiliza, unapoiona familia haikai pamoja, unapoiona familia wanagombana, unapoiona familia ni vurugu, elewa kuna kwani wa kichawi au kuna kiongozi au hiyo familia imelala. Sasa ili uweze kuitoa hiyo familia hapo ilipo, uende kwenye mshindi, lazima wewe uamue kuwa kuhani wa familia. Yaani nisimame mimi kama kuhani, nisimame mimi kama kiongozi wa familia. Na ndio maana mimi nikiomba kwa familia yangu au kuhusu ukoo wangu, nasema Mungu asante, maana mimi ndio kuhani wa familia kwa jina. Umenipa uchungaji, umenipa kiongozi wa kiroho, na mimi kuanzia leo mimi ndio kiongozi wa kiroho kwa hii familia kuanzia sasa. Nilianza kuomba hivyo mara kwa mara. Mpaka katika mahala wale watu wakitaka kukusanyika, mwambieni mchungaji. Nikipiga pale mchungaji kuomba kwanza. Wakisha kuelewa mchungaji amua. Kwa sababu gani? Kwenye ulimwengu wa roho nimewakamata wote. Wanisikilize mimi. Nimeshakamata kwenye ulimwengu wa roho hii familia kama. Hakuna hata mmoja atakaye kwa mtandao. Yaani nimefika mahala nimeweka msimamo. Na wewe ili uweze kushika familia yako, uweze kuiongoza familia yako, uweze kuikamata familia, lazima uwe kuhani wa familia yako. Unapokuwa kuhani wa familia, unaweza ukatamka kwenye familia kitu sawa. Unaweza ukaikemea familia ikati. Unaweza ukamkemea mtoto akati. Unaweza ukamkemea mkuu akati. Kwa sababu tayari kwenye ulimwengu wa roho umesha. Lakini kama hujakamata kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo si kwanza au si kwa kwanza kitu kama kwenye ulimwengu wa roho. Uidhibiti familia kwenye ulimwengu. Uidhibiti familia kwenye ulimwengu wa roho. Ukisema kwenye familia kwenye ulimwengu wa roho, unaiondoa kwenye misingi ya kichawi ilipoanzia, kwenye mamlaka za kichawi ilipoanzia, kwenye nguvu za kichawi ilipoanzia, kwenye mapepo, kwenye ushirikina. Ukijihamisha pale, inaipeleka kwenye msingi wa Mungu. Na ukipeleka pale, utaanza kuona kila mmoja anaanza kumtii Mungu. Hakuna kitu kibaya kama kuwa na mganga wa kienyeji. Hakuna kitu kibaya kama kuwa na mshirikina. Katika watu waliozaliwa tumbo moja, mmoja akawa mshirikina, au mmoja akawa anaenda kwa wachawi, au mmoja akawa anaenda kwa waganga. Hapo ni shida. Kwa sababu tatizo hilo linasababisha kunajikuta ya kwamba kila ukinyang'ana kutoka, huwezi kutoka, huwezi kufanikiwa, hauwezi kushinda, kwa sababu yupo mganga anayekuzuia, yupo mganga anayekufunga, yupo mganga anayeweka vifungo ili. Kwa hiyo ukitaka kushinda, lazima wewe kwanza uwe kiongozi wa kiroho, uweze kuikamata ulimwengu wa roho wa familia. Ukifanikiwa kuikamata ulimwengu wa roho wa familia, unamwambia Mungu, kuanzia leo na kukamata ulimwengu wa roho wa familia yangu katika jina la Yesu Kristo. Mimi ndio kiongozi wa hii familia kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna kiongozi yote wa kichawi, na muondoa na muangusha chini kwa damu ya kondoo, na ifuta hiyo haki yake kwa damu ya Kristo aliyosimama nayo, na iangusha chini. Haya ni maombi ya kuomba siku moja, ya kuomba tena na tena, tena na tena mpaka anguke, kwa sababu inategemea amesimamia mji gani, amesimamia kwenye mji gani, ametoa kafara gani kwa kiongozi. Kwa sababu na mtu anaweza kutoa kwenye familia, unaweza kutoa mwana ya kiongozi, au kiongozi wa roho wa ukoo, au kiongozi wa kiroho. Anapokuwa kiongozi wa kiroho, ujue kabisa kwamba magonjwa kwenye familia, ajali kwenye familia, matatizo kwenye familia hayaishi, kwa sababu kiongozi wa familia ni mchawi. Kiongozi wa familia ni mchawi. Kuhusu kuwa kiongozi wa familia kwetu sisi tuliokoka, ni kwa kitu cha ajabu, au inakuwa ni kitu kingine, au inakuwa ni kitu kingine. Ila kwa wenzetu ambao ni waganga wa kienyeji, wao wanaujua ulimwengu wa roho. Mganga wa kienyeji anapenda sana kwa mwenyekiti wa serikali, anapenda sana kwa kio, yaani kwa mwenyekiti wa ukoo. Anang'ang'ana awe hivyo. Kwa sababu gani? Anang'ang'ana kwa sababu anajua kabisa mchana kupata Kenya huko, na kuwa na uwezo wa kukamata mtaa, na kuwa na uwezo wa kukamata eneo, na kuwa na uwezo wa kukamata watu wa kwenye ukoo. Lakini sisi tunakata sana.
watoto wa familia. Lakini haujui kwamba kuna kiongozi wa familia amejitangaza kama kiongozi wa familia. Anapojitangaza kama kiongozi wa familia, anapoenda kwenye ukoo, anapoenda kwenye uchawi, anapoenda kwenye uganga, anapoenda kwenye ushirikina, anaenda kama familia, haendi kama yeye. Anaenda kama kiongozi wa familia, au kama mchawi wa familia, kama mkuu wa familia, kama aliyekabidhiwa familia mikononi mwake. Kinachofanya maisha yetu yafanikiwe, chanzo kikubwa ni uchawi. Yaani mganga wa kienyeji amehusika 100% kwenye kuyavuruga maisha yetu. Mganga wa kienyeji amehusika 100% kwenye kuchezea mipango yetu. Mganga wa kienyeji amehusika 100% kwenye kuzuia baraka zetu. Na ndio maana ukitaka kuyabadilisha maisha yako, cha kwanza, anza kwenye familia yako pale, kwenye kile kijiji ulikozaliwa, pale kwenye ile familia ya yule baba na yule mama ulikotoka. Pale ndio kwenye msingi huo. Ukifanikiwa kuwanyang'anya wachawi wote umiliki wa ile familia, ukaikamata wewe, ukasema kuanzia leo hakuna atakayetamka neno baya kuhusu ukoo utakaofanikiwa bila mimi ndio kiongozi wa ukoo kuanzia hapa, na nitakachosema ni kitu, kwa sababu wewe tayari umeshaokoka, unamwamini Mungu, unaiongea mema ile familia yenu. Yale mema unayoiongea unaanza kuona yanaingia kwenye mfumo. Yanaingia kwa sababu gani? Tayari umeshakuwa kiongozi kiroho. Wewe kwenye ulimwengu wa roho unatambulika. Hivyo bado hujaiweza kuiongoza familia. Ukitaka kuiongoza familia yako, anzia rohoni, itaanzia mwilini. Ukianzia mwilini, unaanza kushinda. Kwa sababu hutakuwa na uwezo wa kujidhibiti. Nilikwambia kile unachokiona kwenye ulimwengu wa mwili unaanza kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kabla ndugu yako hajaokoka, lazima umkamate kwenye ulimwengu. Kama mume wako hajaokoka, lazima umkamate kwenye ulimwengu. Ukishamkamata kwenye ulimwengu wa roho, ndipo kwenye ulimwengu wa mwili unaweza kufanya huko. Ukitaka kuyabadilisha maisha ya familia, mkamate kwenye ulimwengu wa roho kwanza. Unapokuwa umekamata kwenye ulimwengu wa roho, tayari unaimiliki, unaifunga, unaizuia. Ukishaikamata, unaanza kumwambia kwa jina la Yesu Kristo, ninakuamuru okoka kila kanisa, kila kanisa ni baya. Kwa sababu wewe unaongea kama kiongozi wa roho. Unaongea kama mchungaji wako. Unaongea kama mwenye mamlaka kwenye ulimwengu wa roho. Ukifanikiwa hivyo, utaanza kuona familia, yale magonjwa ya kichawi, yale magonjwa ya kuzimu, yale magonjwa ya kuzimu yanapigwa na kunisha. Kwa sababu tayari unakuwa na uwezo wa kumiliki familia. Kama hujao na uwezo wa kumiliki familia, bado familia itashinda. Na wewe hutakuwa na uwezo wa kuitoa familia kwenye msingi. Unajua, wakati tunakuwa kwenda kula chakula makaburini kwa nini cha kawaida. Hapo tunashukuru na wakati kabisa, tarehe kabisa ambapo wanapika vyakula bila kuliwa makaburini. Wanatoa sadaka makaburini. Kwenye mazingira kama haya, unategemea wewe useme leo nimeokoka. Nitashindaje? Siwezi kushinda kirahisi kama sijaokoka ule msingi wa vyakula vya makaburini. Siwezi kushinda kirahisi kwa sababu nakuta wakati ule baba alikuwa analeta mganga wa kienyeji nyumbani, mnachanjwa chale. Baba kwenda kuunda kienyeji nyumbani, mnafikia vitu kwenye nyumba. Kwa hiyo unajikuta ya kwamba kuna vitu vimewekwa ili kunifunga. Kuna vitu vimewekwa ili kunizuia. Yeye baba alikuwa anasaidia familia, lakini kwenye ulimwengu wa roho anaifunga. Kwenye ulimwengu wa roho anaikabidhi kwa shetani. Kwa hiyo kwa sababu hiyo familia haiwezi kutoka. Familia haiwezi kupita. Hatuwezi kushinda kama tujaivunja ile misingi ya kichawi. Kwa hiyo unakuta kuna mganga. Mganga huyu yeye anafanya yeye ndio familia. Yeye ndio ukoo. Yeye ndio watoto. Anasema mimi ndio wote. Mimi ndio naamua maisha yanakuwa. Mimi ndio naamua wanakula. Mimi ndio naamua wanaishi wapi. Mimi ndio naamua wanapata kazi. Kwa sababu yeye anakuwa amesimama kama kiongozi wa kiroho wa kichawi.
na usipomng'oa, usipomwangusha chini ya shida. Na ndio maana lazima uamke usiku uone kwamba hii familia yangu iko, kwa sababu kuna kiongozi wa kiroho chao, au hii familia imelongwa, hii familia kuna kule, hii familia kuna uchawi umefanyika, kuna jambo limefanyika kwenye familia, kuna ushirikina umefanyika kwenye familia, na ushirikina huu umekamata familia haitoki, umekamata familia haitoki, umekamata familia haifanikiwi. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa, lazima cha kwanza uweze kuitoa familia kwenye misingi ya kichawi, kwenye mipango ya kuzinya shetani, kwenye hila za kichawi. Ukifanikiwa kuitoa tayari unakuwa una uwezo wa kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye nyingine. Kama familia haijatoka kwenye mchawi, hata wewe hujafanikiwa kwenye familia, kwa sababu unajikuta unatoka unarudi, na maisha yako yatakuwa ni mapambano, ni vita. Lakini ushindi wa kwanza ni pale nitakapoitoa familia yangu kwenye mchawi, nitakapoitoa familia yangu kwenye ushindi. Kwa sababu nikiitoa kule, hata mimi hakuna mtu kwenye hayupo kwa familia yangu, na hata akiwepo wa nje ni rahisi kumshinda kuliko ndani. Vita ya ndani ni ngumu kuliko vita ya nje. Kwa hiyo inakuwa rahisi kumpiga mganga, kumpiga mchawi anayejiinua kutokea nje, kuliko kumpiga aliyeko ndani, anayetokea ndani ya familia. Kwa hiyo unajikuta ya kwamba unashindana na wachawi, unashindana na wakati, unashindana ni unashindana nayo. Kuishinda we kama sio kuhani wa familia inakuwa ni ngumu. Lakini utakapoanza kutambua ya kwamba mimi ndio kuhani wa hii familia, mimi ndio natakiwa nitamkie hii familia, nitakachokitamka kitakuwa kwenye hii familia. Ukianza ukisema magonjwa yote ya kifamilia haya ninayatoa, kama kuhani wa familia natamka, itakuwa, yaani itakuwa kama ulivyotamka, itakuwa kama ulivyosema. Kwa hiyo misingi ya kifamilia ya Kiafrika inakuta imeanza kwenye ushirikina, imeanza kwenye uchawi, imeanza kwenye mambo yasiyoweza kuelezeka. Lakini nakwambia Mungu ametupa hii neema ya wokovu. Hii neema ya kutupa Mungu, natakiwa sasa tuanze kuitoa familia yetu kwenye misingi ya uchawi, kwenye ile misingi ya kuzimu ambayo adui ameiweka, ambayo misingi hiyo lazima tuipasue mmoja baada ya mwingine, tuivunje mmoja baada ya mwingine, tuamshe kila uchawi, kila uganga, kila maisha ya kishetani yapige kabisa. Kama hauwezi kuitoa familia yako kwenye uchawi na ushirikina, bado hujafanikiwa. Na ndio maana utamwona Gideoni, utamwona Joshua anasema, chagueni hivi leo nani mtakayemtumikia. Kama ni Mungu wa Ekroni, haya. Kama ni Mungu wa kando ya mto, haya. Lakini mimi na familia yangu tutamtumikia Mungu. Gideoni alishajua yeye ni kiongozi, sio tu wa watu. Kiongozi unaanza kwenye familia. Na ndio maana Biblia inasema atakaye kazi ya shemasi, atakaye kazi njema, awe ni mtu mwenye mke mmoja, awezaye kuitunza familia yake vema. Unaitunza mwilini, unaitunza rohoni. Unaimiliki mwilini, unaimiliki rohoni. Kama hujaweza kuimiliki familia yako, bado hujaweza kuishi. Kama hujaweza kuimiliki familia, ukaitoa kwenye misingi ya kisafi, ukaitoa kwenye misingi ya ugomvi, ukaitoa kwenye misingi ya magonjwa, ukaitoa kwenye misingi ya ushirikina, ukaitoa kwenye misingi michafu ya kuzimu, bado hujaweza. Kwa sababu kila familia ina msingi wake. Nimekutolea mfano mzuri wa msingi wa familia ya Gideoni. Yoashi baba yake. Yoashi baba yake alikuwa ni kuhani wa kichawi. Kwa hiyo Gideoni amekuwa chini ya uchawi baba yake. Lakini kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya Gideoni. Lakini kile kitu hatuwezi kufanya kazi kwenye madhabahu baba yake kwa. Lazima ile madhabahu ivunjwe ili Gideoni afunguliwe. Na wewe lazima ule ushirikina, ule uchawi, ule uganga uliokaa kwenye familia lazima upigwe, uteketezwe ili uweze kutoka kwenye hiyo vitu ulionayo, ili uweze kutoka kwenye magonjwa ulionayo, ili uweze kutoka kwenye hiyo vurugu ulionayo, ili uweze kutoka kwenye hicho kifungo cha kichawi. Tatizo ulionalo wewe umefungwa.
na umefungwa kwenye ulimwengu wa roho na kichawi. Hauwezi kushinda utakuwa pia kushinda. Hata kufanikiwa, hata kutoka, hata wewe utoke hapo ulipo uweze kufanikiwa. Amefunga, amekuzuia. Na ushirikina uko kwenye familia humo, kuna mtu amefunga. Au kwenye mtoto mdogo kuna mtu amefunga. Au kama mdogo mtoto anafunga msiku, anafunga msifanikiwe, amefunga. Kwa hiyo ili uweze kutoka lazima uweze kuweka msingi mwingine. Cha kwanza uipige ule msingi wa zamani ya msingi, uweke msingi ambao uanze kuanzia leo. Hii ndio kwani wa kwa hii familia kuanzia mchawi, mganga na mkeka ondoka. Na mimi nakuwa ndio kwani, nakuwa ndio kiongozi wa familia, nakuwa ndio mkuu wa familia. Naitoa hii familia kwenye mizimu, kwenye uganga, kwenye ushirikina, naitoa. Unaitoa kwenye ulimwengu wa roho. Na kama kuna mganga, unapita ule uganga wake useme, na uchaka wa mkoba wake, unauangamiza ile mkoba. Ile mkoba ukishaisha, unakuwa wewe ndio kuhani, unakuwa wewe ndio mtawala wa ile familia. Ukishakuwa unaitawala ile familia kwenye ulimwengu wa roho, tayari ukitamka kwenye ulimwengu wa roho inakuwa na nguvu. Unajua kama huna mamlaka na hiyo familia kwenye ulimwengu wa roho, hata ukitamka hakuna anayekuelewa. Lakini ukishamnyang'anya shetani mamlaka, ukimnyang'anya shetani uwezo wake, ukimnyang'anya shetani nguvu ya kuongoza hiyo familia, wewe unakuwa na mamlaka ya kutamka, unakuwa na mamlaka ya kusema na ikawa, unakuwa na mamlaka ukivunja inavunja. Lakini kama kuna kuhani mwingine wa kichawi, hata ukivunja hivi. Na ndio maana msingi wa kwanza ni kuangusha ile kuhani wa kichawi. Ukishamangusha ile kuhani wa kichawi, unaivunja ile msingi iliyojengwa. Unaipiga chini. Ukishaipiga chini, unaanza sasa wewe. Mimi ndio kuhani. Kwanza leo ni kamata familia. Kwanza na kamata ulimwengu wa na kamata ulimwengu. Mimi kwanza sasa ndio kiongozi halali wa hii familia katika jina la Yesu. Kwa hiyo familia unaikamata kwenye mikono yako. Ukishikamata kwenye mikono yako, unaitamkia hii familia, mimi ndio kiongozi wenu. Mimi ndio kiongozi wa hii familia. Ukishikamata kwenye kiongozi wa hii familia, una uwezo wa kuiamisha hii familia kutoka kwenye misingi ya kichawi na kuipeleka kwenye misingi ya, na kuipeleka kwenye misingi ya baraka, na kuipeleka kwenye misingi ya Mungu, na kuipeleka kwenye misingi ya mafanikio. Lakini hauwezi kuipeleka kama wewe sio kuhani wa hii familia. Kwamba cha kwanza lazima mimi nitambulike kwenye ulimwengu wa roho kama kiongozi wa kiroho. Kama sijatambulika kwenye ulimwengu wa roho, kuna shida. Na ndio maana tunasema kanisa huanzia nyumbani. Yaani kama kanisa liko nyumbani, ndio bado. Ya kwamba kanisa, yaani mimi kama kiongozi wa kiroho, lazima niwepo. Uongozi wangu wa kiroho uanzie kwenye nyumba nilikozaliwa. Uanzie kwenye familia nilikotoka. Kwenye familia nijulikane nimeokoka. Nikamate ile familia, niwatoe kwenye ulimwengu wa roho wa kichawi. Nikiwatoa kwenye ulimwengu wa roho wa kichawi, na hakika na mimi. Kwa hiyo msingi, unaposema umeokoka, lazima ujifahamu kwamba wewe ni kiongozi. Yaani wewe ni kiongozi wa Mungu. Wewe Mungu ameshakuteua kuwa kiongozi wake. Na uongozi wako uanze kwenye familia yako. Unaanzaje? Unaanza wewe mwenyewe kwa kusimama na kukamata ile familia, na kukamata ule ukoo, na kukamata mmoja mmoja kwenye ulimwengu wa roho. Unasema kuanzia leo mimi ndio kiongozi wa familia hii kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na isambaratisha misingi yote ya kichawi, na ipiga wakuu wote wa kichawi, na mpiga mchawi yeyote. Kama kuna kiongozi wote mwingine yote wa kichawi kwenye hii familia, na muangusha chini kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa unaimiliki familia. Unaimiliki familia kwenye ulimwengu wa roho. Ukishaimiliki kwenye ulimwengu wa roho, ndipo utakapotamka kitu kwenye ulimwengu wa roho kinakuwa. Ukisema kuanzia leo magonjwa yaishe, ile sauti unayoitoa inatambaa. Na inapotambaa kwenye ulimwengu wa roho,
inaamka, inaongea. Mkumbuke Yesu Kristo anasema hivi, maneno nisemayo ni roho. Yaani ile sauti unaitoa ni roho na tuka kuipatia. Inatangaza kwenye familia nzima uwe na uzima. Moto wapone, moto wawe huru, moto wafunguliwe. Kwa unajikuta ya kwamba tayari unaanza kuona ile vurugu kwenye familia, ile shida kwenye familia, ule ufunge kwenye familia, kutokuelewana kwenye familia. Kuna sabatika, kuna toeka, unaondoka. Sababu gani? Mungu anawapeleka kwa sababu gani? Kwa sababu wewe wakati mwingine mambo yanapata mabaya kwa sababu sisi hatujasimama kama viongozi wa kiroho kwenye familia, kama viongozi wa kimungu kwenye familia. Na kwa sababu hatujasimama, adui anatetea Mungu, adui anatetea shida, adui anatetea. Kwa hiyo hatupiga tu, hatuvuki, hatushindi sababu kuna vizuizi, kuna vizuizi, kuna vizuizi ama viwe na vizuizi usitoke hapa tulipo kuna kuishi. Ambapo leo sasa tunataka tuanze kwa kimoja sana, tupige vizuizi yote ya kichafu, tuteketeze bila mchichi. Na wewe leo uwezo wako kwa mchungaji, uwezo wako kwa kiongozi wa hiyo familia, ya kwamba mimi leo ni kiongozi wa familia katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna kiongozi wa mchawi wa kiroho katika mahali. Mimi utaanza kuona, ukishaanza kuwa mamlaka nao, unakuwa na nguvu. Vitu vingi na vikiwa ile ni ya kichawi ya familia unaweza ukaiangalia familia yako kama pesa Mungu wala mnaga mganga, ni kwa sababu hujui. Lakini ukiangalia maisha ya kila siku, karibu kuangalia kuanzia tu wote wa familia, ukapita mmoja mmoja, utajua na matatizo. Utaona kila familia ina shida yake, ina vurugu zake. Hakuna sababu wanaosema ya kwamba afadhali. Hakuna sababu anasema mambo yetu yameenda vizuri. Nashangaa mambo yameenda vizuri kwa huyu, ni mambo yako. Nashangaa hapa kuna hatua, hapa kuna mafuvu. Kwa hiyo ile hatua ya yule inaisha kumsaidia mjamba yuko. Huyu akiinuka unashangaa mgeni atokea. Huyu kasa inakuwa ndio hivyo kuzunguka kwenye familia, shida, matatizo hayaishi. Na matatizo haya hayaishi sababu unajua, kwa sababu kuna mchawi au kuna kuwani wa mchawi kwenye familia. Kuna mtu anaitawala hiyo familia kichawi, ambaye leo sasa tumteketeze, tumwangushe chini, alafu wewe ndio uwe kiongozi wa familia yako. Unapoanza kuwa kiongozi wa familia kwenye ulimwengu wa roho, unakuwa na nguvu, unakuwa na mamlaka ya kutamka kitu na kifaa. Unakuwa na nguvu na kutangaza kitu katika. Lakini kabla hujatangaza, kabla hujakamata bado. Kwa nataka leo tupitie ile misingi ya kichawi iangushe. Tuwateketeze makuhani wa kichawi, alafu tuweke wewe kama kuhani wa familia. Yaani kuhani wa Mungu aliyeokoka. Ukiweka hapo, utaanza kuyaona maisha yako yanabadilika, vitu vyako vinabadilika, na utaanza kuiona hatua, unatoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Amen. Naomba tusimame tuombe. Elewa hivi, leo nimekodisha kwamba ipo misingi ya kichawi ya familia. Na misingi hii imekuwepo kwa sababu kulikuwa na kuhani wa kichawi kwenye familia, au kulikuwa na mshirikina kwenye familia, au zamani baba aliwahi kwenda kwa waganga wa kienyeji, au alipeleka familia kwenye wachawi na kwenye waganga, au nakuta familia imezungukwa. Kuna mambo yalifanyika ya kienyeji ya kuizunguka familia, ya kuifunga familia, ya kuikabidhi familia chini ya miguu. Kwa hiyo familia yenu haitoki, haifanikiwi kwa sababu kuna mahala mlipatiwa kwa waganga wa kienyeji. Nikakuelekeza kwamba hivi,
ili uweze kufanikiwa kuitoa familia pale, cha kwanza tuivunje ile misingi ya kichawi. Tukishaivunja ile misingi ya kichawi, tumwangushe na yule kuhani wa kichawi. Tukishamwangusha kuhani wa kichawi, tuijenge misingi mpya na tuweke kuhani mpya kwa hiyo familia, ambaye kuhani huyo anakuwa ni wewe uliyeokoka. Ni wewe unayemkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe unayesema mimi ndio kiongozi wa hii familia kuanzia sasa kwenye ulimwengu wa roho. Haijalishi umri wako, haijalishi wewe ni nani, ila kuanzia sasa mimi ndio kiongozi wa hii familia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu kumcha Mungu hakuanzii kanisani. Kumcha Mungu unaingia kwenye familia. Unajikuta ya kwamba hata kale ka nguvu kadogo likokuwa nako kananyonywa kwa sababu ya ushirikina uliojaa kwenye familia. Lakini utakapoanza kuipiga ile misingi ya familia ya kichawi, ikaanguka, ukawe kiongozi wa hiyo familia, utaanza kuona. Amen. Naomba ya maneno nyuma yangu. Sema, damu ya Yesu imeniosha. Damu ya Yesu imenitakasa. Damu ya Yesu imeniweka huru. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, leo naenda kinyume na kila misingi ya kichawi. Naenda kinyume na kila mamlaka za kichawi. Naenda kinyume na kila wakuu wa kichawi. Naenda kinyume na kila balaa na kila mikosi iliyojengwa kwenye familia yetu katika jina la Yesu. Leo ninapiga kila mamlaka za kichawi, kila misingi ya giza, kila misingi ya kuzimu, kila misingi iliyojengwa na wachawi, kila misingi iliyojengwa na mashetani. Ninaisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ninaangusha chini leo kila balaa, kila mipango ya giza, kila mamlaka za giza, kila falme za giza, nazipiga rudi kuzimu leo katika jina la Yesu Kristo. Leo nawasha moto, leo nawasha moto kwenye familia kwa damu ya kondoo. Nawasha moto katika jina la Kristo ali hai. Moto wa damu ya Yesu Kristo usambae kwenye familia yako kwa damu ya Kristo. Na hakika leo moto wa Mungu ali hai usambatishe kila familia za giza, kila wakuu wa giza, kila wachawi waliokaa kwenye familia. Ninawateketeza katika jina la Yesu Kristo. Ninaangusha leo misingi ya giza, ninaangusha leo wachawi, ninaangusha leo mamlaka zote za kuzimu leo, na zipiga zudi kuzimu leo katika jina la Yesu Kristo. Na piga leo kila jini, kila mchawi, kila mizimu, ninaiteketeza kwa damu ya kondoo katika jina la Yesu Kristo. Leo ninaangusha leo kila misingi ya giza, kila misingi ya kichawi iliyojengwa kwenye familia, naipiga kwa damu ya kondoo, naipiga katika uwezo wa damu ya Kristo. Naivunja leo, naivunja huo msingi, huo msingi wa kishirikina, huo msingi wa magonjwa, huo msingi wa kuzimu, utamatisha leo kwenye familia yako. Upige leo kwa damu ya Kristo kila msingi wa kichawi leo, utawanyike, utabatike, uvunjike, uteketee katika jina la Kristo. Na bomoa leo misingi yote ya kichawi, na bomoa leo misingi yote ya kuzimu, na bomoa leo kila uchawi uliowekwa kwenye familia, na upiga kwa damu ya kondoo, na uchana leo, na chana leo kila ilizi, na ichana leo kila mifuko ya kichawi, na ichana leo kila mikoba ya kichawi, na ivunja leo, na ikata leo, ikatike katika mkoba wa uchawi, katika kwenye familia, katika kwenye ukoo, katika kwenye ndugu zangu, katika jina la Yesu Kristo. Ninafanya vita na misingi yote ya kichawi, nafanya vita na wakuu wote wa kichawi, nafanya vita na mamlaka zote za kichawi. Nenda kinyume na kila balaa, nenda kinyume na kila mamlaka, nenda kinyume na wakuu wote wa kuzimu. Ninawasabatisha kwa damu ya kondoo leo. Napiga kila balaa, napiga kila misingi ya kichawi leo, naivunja kwa damu ya kondoo. Naangusha leo balaa zote za giza, na ziteketeza kwa jina la Kristo. Leo navunja kila misingi ya kuzimu, kila wakuu wa kuzimu, kila balaa za shetani zilizotengenezwa kwenye maisha yangu, kwenye familia, leo naziteketeza. Navunja leo magonjwa yote ya kurithi, na yateketeza katika jina la Kristo. Leo naangusha misingi yote ya giza, kila balaa, kila mamlaka za giza, kila falme za giza, kila wakuu wa giza, kila mashetani, na wateketeza leo, na waangusha kwa damu ya kondoo. Acha maisha yangu, acha akili, acha mawazo, acha ufahamu, acha kwa damu ya kondoo katika jina la Yesu Kristo. Ninapiga kila wakuu wa giza, kila mamlaka za giza, kila falme za kuzimu, na ziangusha chini katika jina la Yesu Kristo. Wote waliokusanyika ili nisifanikiwe, wote waliokusanyika ili maisha yangu yawe kuzimu, ili maisha yangu yawe ya shida, ili maisha yangu yawe ya shida, yawe magumu, yawe ya magonjwa, yawe ya shida, na yasambatisha leo kila
misingi ya kichawi iliyokaa kwenye familia naipiga irudi kuzimu leo, naisabatisha. Ewe shetani uliyekaa kwenye familia, ewe shetani uliyekaa kwenye familia, na kupomoa leo na kuvunja, naipiga nguzo ya kichawi ya familia, naipiga ianguke chini. Anguka mchawi wa familia, anguka mshirikina wa familia, anguka kiongozi wa kiroho wa kichawi wa familia, anguka chini, mwangushe huyo kiongozi, anguke chini katika jina la Yesu Kristo. Huyo kiongozi anayemiliki familia kwenye ulimwengu wa roho wa kichawi, mwangushe kwa damu ya kondoo, anguke chini katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila misingi ya kichawi, navunja kila misingi ya giza, navunja kila misingi ya kuzimu, navunja kila mamlaka za kichawi katika jina la Kristo, na zisambatisha leo, na ziangusha kwa damu ya kondoo. Anguka mchawi, anguka chini, anguka kwa damu ya kondoo na kuangusha leo katika jina la Yesu Kristo. Kila miti ya kichawi iliyopandwa kwenye familia leo naing'oa kwa jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa kila pando asilolipanda Baba litang'olewa. Na mimi leo nang'oa mapando yote ya kichawi, mapando ya giza, mapando ya kuzimu, mapando ya kishetani, inayateketeza, inayavunja kwa damu ya kondoo, inayaangusha katika jina la Yesu Kristo. Inapiga chini wakuhani wote wa kichawi wanaong'ang'ania utawala wa kifamilia, ninawateketeza. Kuhani wa kuzimu, kuhani wa kichawi, ninakuangamiza leo katika jina la Yesu Kristo. Ninaangamiza leo kila misingi ya kichawi, kila balaa la kichawi, kila mamlaka ya kichawi, na ipiga ili kuzimu leo, na vunja leo misingi yote ya kichawi, na iangamiza mamlaka zote za kichawi, na ziteketeza kila kuhani wa kichawi, na mwangusha chini leo kwa damu ya kondoo. Anguka mshirikina wa ukoo, anguka mshirikina wa familia, anguka mchawi wa familia, anguka chini, anguka wewe unaleta magonjwa, anguka chini wewe unaleta viki, anguka chini wewe unaleta pesa za kifamilia, anguka chini, anguka mchawi unazaa magonjwa kwenye familia, anguka chini katika jina la Yesu Kristo. Kila mateso yaliyozaliwa na waganga wa kienyeji leo na yaangusha chini katika jina la Yesu Kristo kwa damu ya kondoo, kwa mamlaka ya moto wa Mungu leo. Ikamate familia yako sasa kuwa kuhani, itangazie familia kuanzia leo wewe ndio kuhani wake, wewe ndio kuhani wake wa kiroho katika jina la Yesu Kristo. Tangaza leo, mimi leo nakamata ukuhani mtakatifu, nakamata kiongozi wa kiroho wa familia yangu leo katika jina la Yesu Kristo. Mimi ndio kiongozi wao kwa damu ya Yesu Kristo. Anza utamka tena, tamka na mkondo reko shababa shababa reko shababa yanda baba reko shababa ikashiba baba reko shababa yanda baba cheka baba reko shababa ipora baba yako shababa reko shababa ikashababa yanda baba reko shababa yanda baba reko shababa ikashababa reko shababa yanda baba na mchini au wote na viongozi wote wa chao chini leo, na imiliki familia leo, na imiliki ukoo leo, na kwa kiongozi wao wa ukoo kwa mimi ndio kiongozi kwenye roho katika jina la Kristo. Kila kiongozi wa kichawi aliyesimama na kudondosha, anguka chini, achia familia, anguka chini, achia ukoo, anguka chini, achia watoto, anguka chini, achia kazi, anguka chini, achia fedha, anguka chini, achia afya, achia mkuu, achia katika jina la Yesu Kristo. Na mwangusha chini hiyo kuhani mchawi, na mwangusha huo kuhani wa kuzimu, na mwangusha hiyo kuhani wa balaa, na mwangusha huo kuhani wa kichawi, kuhani wa dhambi, kuhani wa makiburi, kuhani wa kitabu, na kuangusha leo katika jina la Yesu Kristo. Leo na ikamata kwenye ulimwengu wa roho, na ikamata leo familia yangu kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo. Na ikamata leo kwa damu ya kondoo, na ikamata katika uweza wa damu ya Yesu Kristo leo, na ikamata kwa damu ya kondoo kila misingi ya kichawi, na iangusha misingi yote ya kuzimu, na ipiga itawanyike, iachie, acha ukoo, acha maisha yangu, acha familia leo, na inyang'anya mamlaka zote za giza, na wanyang'anya familia hii, na wanyang'anya katika jina la Yesu Kristo. Mara popote ambapo familia ilikabidhiwa kwa wachawi leo, na itoa, na inyokoa leo, toa leo, itoe familia yako huko, itoke leo kwenye misingi ya laana, itoe leo katika jina la Yesu Kristo. Leo na itoa familia kwenye matambiko ya waganga wa kienyeji, kwenye matambiko ya kuzimu, na itoa leo katika jina la Yesu Kristo. Leo inaondoka kwenye misingi hiyo katika jina lenye uweza wa damu ya Yesu Kristo. Kila misingi ya ushirikina, kila misingi ya giza, kila misingi ya kichawi, kila misingi ya kiganga, kila misingi ya balaa, kila misingi ya mizimu, na
naisambatisha kwa uwezo na makondoo, naivunja leo, naiangusha chini kuanzia leo, na jenga msingi wa Yesu Kristo ndani ya familia, msingi wa Kristo usimame, naweka msingi mpya wa neno la Mungu usimame kwenye familia kwa damu na kondoo. Naangusha leo misingi yote ya uchawi, misingi yote ya giza, misingi yote ya kichawi, ya kuzimu, naipiga, naipasua, ipasuka, msingi wa giza upasuke, msingi wa kichawi upasuke, msingi wa kiganga upasuke, msingi wa kuzimu upasuke leo, kila msingi wa kushirikina uteketee katika jina la Kristo. Leo nasimamisha leo msingi mpya wa Yesu Kristo kwenye familia, msingi wa wokovu usimame, msingi wa neno la Mungu usimame, msingi wa umoja usimame katika jina lenye uweza wa namna kondoo. Kila misingi ya uchawi, kila misingi ya giza, kila misingi ya ushirikina naipasua kwa namna kondoo. Kila magonjwa yaliyowekwa mtu anguke, kila magonjwa yaliyotengenezwa kwenye familia ninayasambatisha leo, ninayapiga yaanguke chini, ninayapiga yatawanyike, ninayapiga yaangamie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Leo naikamata familia kwenye ulimwengu wa roho, naikamata familia kwenye ulimwengu wa mwili, naikamata leo katika jina la Kristo. Kuanzia sasa mimi ndio kwani wa hii familia kwenye ulimwengu wa roho katika jina lenye uweza wa damu na kondoo, kwa damu na kondoo. Kila misingi ya kichawi, kila misingi ya giza, kila misingi ya kuzimu naipiga irudi kuzimu leo kwa jina la Yesu Kristo. Na leo na wanyang'anya wote walioikamata hii familia kwenye ulimwengu wa roho, ninawanyang'anya katika jina la Yesu Kristo. Achie familia, mwambie achie watoto wa familia hiyo, awachie kuanzia yule mkubwa hadi mdogo, awachie wote katika jina la Yesu Kristo. Wote aliowamiliki shetani awanyang'anye leo, mwambie achie, awachie wote kwa jina la Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Hana mamlaka leo, hana uwezo, hana nguvu kwa jina la Kristo. Tunakusambatisha leo mkuu wa kichawi, ewe mganga, achia leo, achia kwa mkondoo, achia familia, achia uzao, achia biashara, achia mali, achia kazi, achia katika jina la Kristo. Ninakupiga kwa uwezo wa mkondoo, ninakupiga katika jina lenye uweza wa damu ya kondoo. Achia familia hiyo, achia familia kwa uwezo wa damu ya Kristo, achia familia katika jina lenye uweza wa damu ya kondoo. Achia leo kwa uwezo wa damu ya Kristo. Inavunja misingi yote ya kichawi, inavunja misingi yote ya giza, inavunja kila balaa, kila mamlaka za kichawi, inaziteketeza kwa uwezo wa damu ya kondoo. Anguka chini ewe mchawi, anguka chini ewe mganga, anguka chini ewe mshirikina, anguka chini mamlaka zote za giza, anguka chini ewe mchawi, anguka, uachie. Achia leo, achia kazi, achia biashara, achia mali, achia fedha, achia katika jina la Yesu Kristo. Achia leo, achia kwa uwezo na mkondoo leo, na kunyang'anya miliki yako ya familia. Ewe mchawi unayemiliki familia leo, nafuta hiyo haki yako ya umiliki leo, ifutike leo. Hiyo miliki ya kichawi ifutike, hiyo miliki ya giza ifutike, hiyo miliki ya kishetani iliyomilikiwa na wachawi naifuta leo, naifuta wala mkondoo. Futika leo, futika yenye mamlaka za kichawi. Achia leo, achia katika jina la Yesu Kristo. Leo na kupiga rudi kuzimu, hutasimama tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Amefanya jambo. Karibia wewe ambao unahitaji maombi au unahitaji shida fulani. Amen. Mtumishi, nina shida kidogo. Mimi ni mama Mario hayo. Kuna mama mmoja jirani yangu kule nyumbani. Yule mama ni mchawi, anajulikana. Anazunguka nyumba yangu kila siku, si mchana si usiku, anazunguka ile nyumba. Watoto wananipigia simu, wananiambia. Alafu ombi lingine, na mdogo wangu anaitwa Mary, ni askari wa polisi. Amepata msichana wa kazi anaitwa Josephine, jina ambalo amelibadilisha, lakini jina lake hasa nasikia ni Mere, na mdogo wangu anaitwa Mere. Sasa amebadilisha hilo jina akajiita Josephine. Yule mtoto anakwenda kuzimu, na nasikia amekuja kwa ajili ya kumaliza familia nzima. Naomba maombi kwa ajili ya hilo, mtumishi wa Bwana.
wako Arusha. Amen. Nani kuombe na Mungu atakusaidia. Amen. Baba, katika jina lenye uwezo la Yesu Kristo, tunaenda kinyume na mamlaka za kichawi zilizokamata familia. Katika jina la Yesu Kristo, kila utaratibu kutokea kuzimu, kila mipango ya shetani kutokea kuzimu, ninaisambatisha katika uwezo la matendo. Ninaivunja katika jina la Yesu. Kila misingi ya Baba, mwangalie makaburi ya Yesu yangu Baba. Bila sababu Baba, ninamkamata kwa jina la Yesu katika jina la Yesu Kristo. Wachunge watu waliotumwa kutokea kuzimu na mjumbe wako ulituma nikitiba lango yote yaliyofunga sehemu. Baba, nateketeza yote kwa Mungu katika kila anaenda pamoja na mtoto wake Grace. Mungu anasema onekana, Mungu onekana, mfalme wa wafalme, onekana Bwana wa mabwana. Baba, jifunue kwa ajili ya ndugu, jifunue kwa ajili ya Mary, jifunue Bwana wa mabwana. Baba, nawasha moto wa Roho Mtakatifu, nawasha moto Mungu katika jina la Yesu. Damu ya mwana balaa zote nazizike kubarakema. Baba, nazikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Damu ya Yesu ninaziteketeza zote kwa moto wa Roho Mtakatifu na kwa damu ya Yesu. Amen. Asante mtumishi. Asante Baba. Mungu awabariki kwa kazi na wakati ujao katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.